nimeingia kwenye historia ya kuwa mgeni rasmi wa jambo hili, na kama alivyosema mwenyekiti wa wazazi ambaye yeye anawakilisha kamati nzima kwamba jambo hili litakuwa na endelevu kwa kipindi chote, sisi tutakapokuwa hai na hata tutakapofariki, kwa sababu binadamu tumeumbwa kuzaliwa na kufariki. Nitakuwa nimeingia kwenye rekodi kwamba ni mmoja wa viongozi ambao tumeshiriki kwa mara ya kwanza ama kuwa mgeni rasmi katika tukio hili kwa mara ya kwanza mara tu lilipoanzishwa. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru sana ambao mmenipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi. Ndugu zangu, jambo hili ni la kielimu, na leo hii tunazungumzia elimu ya msingi. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Mbunge kwa namna ambavyo wanatupa ushirikiano mkubwa sisi viongozi wa kata ya Ilala. Ndugu zangu, uwepo wa shule hii au upatikanaji wa shule hii alikuwa jambo jepesi. Inawezekana leo hii kwa sababu ipo ndio tunaona kwamba ilikuwa ni nyepesi, lakini tulikuwa na vita kubwa sana. Kata ziko 36, shule ambazo tulizopewa na serikali kwa mfumo huu, kwa muundo huu, zilikuwa ni shule 5 tu katika halmashauri nzima ya jiji la Dar es Salaam. Sasa kila diwani, kila mbunge alikuwa anatamani kuona kwamba miongoni mwa shule hizo 5 zinakuwa katika eneo lake. Mimi kwa kushirikiana na kamati yangu ya maendeleo ya kata, lakini pia kwa kushirikiana na Mheshimiwa Mbunge, tulipambana kuona kwamba miongoni mwa shule hizo zinakuwa katika shule yetu hii ama katika eneo letu hii la kata ya Ilala. Na mapambano yake yalikuwa madogo. Wakati mwingine tulikuwa tunafanya maombi makanisani, tulikuwa tunafanya dua misikitini, lakini wapo watu ambao walikuwa wanatumia taaluma zao za kimaombi katika maeneo mbalimbali kuona shule hii tutaipata ndani ya kata yetu ya Ilala, akiwepo ndugu yangu Fadhili Kwembo. Yeye alikuwa haendi msikitini, yeye alikuwa haendi kanisani, lakini alikuwa akilipa mrejesho mara kwa mara, mimi nafanya maombi. Sasa sijui maombi ya aina gani, kama alikuwa anaenda kwenye Vinyamkela, kama alikuwa anaenda kwa Kalimanzila, kama alikuwa anaenda kwa Mwakosa, yote ilikuwa ni sehemu ya maombi kuhakikisha kwamba tunaipata shule hii. Tunawashukuru sana watu wa kata Ilala kwa mapambano mliopambana pamoja na sisi kuhakikisha shule hii inapatikana. Shule hii imejengwa kwa gharama ya milioni 306. Milioni 306 si kiasi kidogo, ni kiasi kikubwa cha fedha. Leo hii kuna nursery school katika eneo hili, lakini leo hii kuna madarasa 7 ya shule ya msingi ambapo wazazi wote wa kata ya Ilala wanatamani watoto wao kuwaleta katika maeneo haya. Na kikubwa ninachofaidika, kila nikigeuka nyuma, nikiangalia mbele, pembeni, kulia na kushoto, na waona wazazi ambao wengi wao wanaishi katika kata hii ya Ilala. Wazazi hawa watoto wao wengi walikuwa wakisoma katika shule zetu za msingi hizi za kawaida, shule ya Boma, shule ya Mkoani, shule ya Ilala, shule ya Msimbazi na shule nyinginezo zilizokuwa katika kata yetu ya Ilala. Uwepo wa shule hii, unafuu wa gharama wa shule hii, gharama ambazo zinafanana na shule zile nyinginezo, wakaona wana kila sababu watuunge mkono kwa kuja kuwaleta watoto wao hapa. Tulianza na wanafunzi 59. Leo hii tuna wanafunzi 660. Inaonyesha wazi tumeungwa mkono kwa kuanzisha shule hii na wakazi wa kata ya Ilala, lakini na wakazi wa maeneo mengine ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa kweli tunawashukuru sana, tuwapigie makofi na vigelegele wazazi wote wanaoleta wanafunzi wao. Lakini haya yote ni mapenzi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametuletea shule na ataendelea kuihudumia shule hii kupitia fedha za serikali kuu, lakini vile vile fedha za halmashauri. Na sisi kama wawakilishi wenu tutaendelea kupambana kuhakikisha mambo yanaenda kwa mazuri. Si mambo mazuri yanayofanyika tu katika shule hii, yanafanyika katika maeneo mbalimbali ndani ya kata yetu ya Ilala. Hivi karibuni, ndugu zangu, tumetengewa fedha shilingi milioni 90 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa 6 ndani ya shule ya msingi ya Mkoani. Lakini si hivyo tu,
tulitengewa milioni 75 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa ambayo yalichoka kupita kiasi ndani ya shule ya msingi Msimbazi Mseto. Lakini si hivyo tu, tumetengewa milioni 30 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa mawili ya shule ya msingi Ilala, madarasa ambayo yalikuwa yamechoka, hayafai kabisa kwa ajili ya ufundishaji. Leo hii tunaenda kufanya ukarabati katika shule ile ya Msimbazi, shule ile ya Ilala. Hii ni kuonyesha kwamba sisi viongozi tunaendelea kufanya kazi wakati wote. Fedha hizi tulizozipata ni fedha zinazotoka katika mfuko wa halmashauri. Kipekee nichukue fursa hii kumshukuru sana afisa elimu msingi mama yetu Margaret Macha. Kila tunapompelekea changamoto zetu amekuwa akizipokea na anaziingiza katika utaratibu mwingine ambao unastahili, na mwisho wa siku mimi na madiwani wenzangu, Mheshimiwa Aisha na Mheshimiwa Oti, tumekuwa tukipambana kwa maslahi ya kata hii, na mwisho wa siku ndio mnaona hizo fedha tunazotengwa. Na hizi fedha ninazowaambia ndugu zangu ni za hivi karibuni tu, hata miezi miwili au mwezi mmoja haujaisha, ndio fedha ambazo tunatengewa. Lakini kianza kuainisha fedha tunazotengewa katika kata yetu ya Ilala kuhusiana na elimu msingi tu peke yake ni mabilioni kwa mabilioni ya fedha. Kwa kweli tunashukuru sana Mama Macha, utufikishie salamu zetu kwa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji na utufikishie salamu zetu kwa meya wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, namna ambavyo wanatuunga mkono juhudi zetu, lakini wanatufikishia fedha nyingi zinazotoka katika halmashauri ya jiji.